Tuko hapa msibani ambapo kuna msiba wa aliyekuwa mama yake na msanii wa Singeli Meja Kunta, na tumefika hapa na watu mbalimbali wamekuja kama vile unavyomuona Digala yuko hapa, lakini pia unamuona Zimbwe kapteni wa timu ya Simba, lakini pia unamuona Ibrahim Wajibu mmoja kati ya wachezaji wakali Bongo hapa Tanzania, lakini pia watu mashuhuri kama vile Mzalamu unavyomuona pale. Habari yako kwanza? Poa. Na pole kwa msiba huu. Asante. Labda taarifa ambavyo umepata kutoka kwa Meja na jinsi ambavyo umeguswa kwa namna moja au nyingine na msiba huu, unaweza kutupa hisia zako Mohamed? Ni msiba mkubwa sana, na taarifa nilizipata kutoka kwa Meja mwenyewe. Amenipigia simu saa 11 alfajiri usiku kwa kuamkia mechi yetu na Mbeya City. Amenipigia, amenipa taarifa hizi za msiba. Kikubwa nimezipokea kwa masikitiko makubwa, ukizingatia Meja mimi ni rafiki yangu na sasa tumeelekea kwa kama ndugu, kwa ni familia kabisa, na ndio maana umeona kabisa kwamba leo nimeweza kuwa hapa katika eneo la tukio. Na mara nyingi tunaona kwenye nyimbo mbalimbali za Meja lazima atataja majina ya wachezaji kama wewe umetajwa na watu wengine. Urafiki wenu huwa unaunganishwa na nini sana? Nataka nikuambia Meja ni familia kabisa, ni ndugu yangu kabisa. Kwa hiyo uwepo hapa katika msiba huu inaashiria kwamba mimi na yeye ni watu wa karibu na ni ndugu yangu kabisa. Kwa hiyo yote kwa yote niseme kwamba nimekuja kuzika amefiwa na mama yake. Ni msiba mkubwa sana. Pia nichukue fursa hii kumpa tena pole, sababu tulivyoongea nilimpa pole, lakini pia kupitia media hizi niseme tu pole Meja. Nafikiri anapitia wakati mgumu, tunatambua msiba mama ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo namwombea tu kwa Mwenyezi Mungu ampe moyo wa uvumilivu katika kipindi hiki kigumu. Wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao ni rafiki wa karibu. Kama ushawahi kubahatika enzi za uhai wa mama yake, kama ushawahi kuja hapa, labda nini ambacho unakikumbuka kimeacha kama alama kwako kama rafiki wa Meja kwa marehemu mama yake? Kikubwa mama yake alikuwa na upendo sana, na ni mtu ambaye anapenda watu wote. Alikuwa anapenda sana marafiki zake Meja, kwa sababu anaona kabisa mwanae yuko katika mikono salama ya marafiki salama. Kwa hiyo niseme tu kwamba pia mimi kama mtoto, kwa sababu tayari Meja alikuwa ni rafiki yangu, ni mtu wa karibu, niseme tu kwamba namwombea dua mama apumzike salama, na siku zote hakuna kingine ambacho tunaweza tukakifanya ni zaidi ya kumwombea dua kila siku. Kwanza, lakini pia tuko na Digala hapa, mmoja kati ya wachambuzi wa soka la Tanzania mwenye heshima. Kwanza pole kwa msiba, lakini pia hongera kwa kuwepo hapa, kwa sababu unaonekana kwamba ni mtu ambaye unagusa pia maisha ya watu wengine. Kuwepo kwako kuna kitu ndani yake. Hisia zako kutokana na huu msiba mzito ambao umetukuta kwa maana ya mama yake Meja kutangulia mbele ya haki? Nafikiri Meja ni msanii wa muziki, lakini ukiacha kipaji chake cha kuimba muziki, pia ni mwanamichezo na ni kijana ambaye pamoja na talenti zake, lakini ni kijana ambaye tunaishi naye katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo uwepo wangu hapa ni kwa niaba ya chombo changu cha habari, kwa maana ya Clouds Media Group. Sisi wasanii ni vijana wetu, ni wadau wetu wakubwa ambao wanatufanya tuendelee kuexist. Kwa muda mrefu sana tumekuwa nao, na Meja ni mmoja kati ya wasanii ambao sisi tumekuwa naye kwenye kupromote na make sure kazi zake zinakwenda mbele kwa wasikilizaji kupitia kwenye platform zetu. Lakini kama nilivyosema hapo awali, pamoja na usanii wake au mfanyi Meja Kunta kuishi kwenye kisiwa kama msanii, anaishi kama kijana kama vijana wengine ambao sisi tumetoka Uswahilini, anajichanganya, na ndio maana unaweza kuona kuna watu wengi hapa sio kutoka kwenye tasnia ya muziki peke yake, kutoka kwenye pia kiwanda cha michezo, kwa sababu yeye ni mwanamichezo na ni kijana ambaye anajihusisha na mambo mengi sana ya kijamii. Kwa ndio maana tumekuja hapa kumpa support, lakini pia kuhakikisha tunampumzisha mama yetu kwenye nyumba yake ya milele. Na tumeona wingi wa watu hapa msibani. Hii kwako unaweza kaiweka comment gani kwa sisi vijana ambao tunaishi maisha ya Uswahilini kama huku, lakini unapotokea tatizo tunakimbiliwa kama hivi? No, cha kwanza kabisa sio lazima uwe ni mtu unaishi Uswahilini. Mara popote pale uwe unapoishi, ulipojaliwa kuwa,
haikuzuii wewe kujihusisha na masuala ya kijamii, na tunafundishwa na wazazi wetu, viongozi wetu, kwa sisi ambao tumesoma dini, tunaelekezwa pia kwamba pamoja na mambo yote ambayo tunafanya hapa duniani ni muhimu sana kujihusisha, kujiattach na mambo yanayohusu jamii yetu inayotuzunguka. Kwa hiyo kwenye maisha yetu tunaoishi, ukiwa ni mtu wa jamii, mambo ya kijamii yanakugusa na unashiriki, siku na wewe ikikukuta jambo lolote la huzuni kama hivi, na kwenye mwenzetu Meja Kunta amefiwa na mamake, lakini pia kuna mambo mengine ya kijamii ni ya furaha, umeelewa, unapata support ya watu wengi ambao unakuwa unaishi nao katika mazingira hayo. Kwa hiyo kuna fundisho kutoka kwa mwenzetu Meja Kunta ya kwamba umati wote unaoona hapa, watu wote unaoona hapa, ina tafsiri namna gani yeye binafsi amejiposition kwenye jamii. Kwa hiyo ni jambo la kujifunza na sisi tuchukue kutokea hapo kwenda mbele. Pole sana kaka. Nashukuru. Lakini pia tunaye Ibrahim. Asante. Na wewe na Meja ni watu marafiki sana, mara nyingi tunasikia kwenye nyimbo zake na vitu kama hivyo. Labda neno lako kutokana na msiba huu mzito ambao umempata Meja Kunta kwa kumpoteza mama yake Ibrahim Ojibu, neno lako ni lipi? Mimi napenda kumpa pole na kujipa pole kwa wote kwa kumpoteza bi mkubwa, lakini pia kumtia nguvu kwa sababu ni jambo kubwa limempata kumpoteza mzazi, lakini kama mtoto wa kiume inabidi yani ajikaze ili jambo hili kwanza tulimalize, alafu mambo mengine atafuata. Pole sana. Asante sana. Lakini kakangu Mbwiga siwezi kumwacha, mzalamu huyu yupo hapa. Kakangu, pole kwanza kwa msiba kaka Mbwiga, lakini unaweza kusema chochote kwa sababu ya tukio hili ambalo limegusa mioyo ya watu wengi na kububujisha machozi moyoni? Mimi niseme tu kwamba linapotokea tukio kama hili, ni wewe mwenyewe kwanza mfiwa ndo unafarijika. Farijika kivipi? Kwamba wewe ukiwa unaenda kwenye misiba ya watu au shughuli zozote za kijamii, lazima na vitu kama hivi. Unaona kama leo tuna tasnia mbalimbali, kama mimi mfano mimi gari la mkaa, ndio maana hata unaona ndevu zako wewe nyeusi, mimi zangu nyeupe. Gari la mkaa, trip shamba, trip garage. Lakini unaona kama mfano huyu hapa Shabalala mwanangu, uwanja alikuwa anachezea, kuna uwanja mmoja unaitwa Kinyasi. Uwanja wa Kinyasi kona inapigwa upande mmoja tu. Ajibu Migomba mwanangu, yani mwanangu wa kitaani kabisa. Shafi Dauda mkubwa wangu wa kazi, lakini pia mdogo wangu, na mimi captain kwenye timu. Unaona bwana. Sasa mimi natoa tu wito kwa sisi ambao magari ya mkaa ambao tuna trip garage ambao alolo wa peche. Unaposikia hata misiba vijana kama hawa, tunakuja mpira kocha. Unajua ndio maana timu ikifungwa wafukuzwa wachezaji, wanafukuzwa kocha. Kwa hiyo hapo bosi wangu japo kuwa mkubwa wa kazi, lakini mimi lazima niambie bwana, kapteni, anambia